Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Basi nina furaha kusimama mbele yenu kwa sababu ya neema na kibali nilichokipata kutoka kwa familia ya Salia. Barikiwe sana mama na familia yote. Barikiwe binti. Hongera sana, umependeza na kukaribisha kwenye chama cha ndoa. Ndoa tamu, ndoa njema, ndoa ni baraka. Na mimi pia nilipata kibali cha kuongea na huyu dada nyumbani. Niliongea naye mambo mengi ambayo sitamani kuyarudia hapa. Sana tu ni kubrush, lakini pia ni kusema na wewe mama uliopo mahali hapa. Ubarikiwe sana. Nitazungumza kwa mfano wa kibibilia. Lakini kabla sijaanza, kama nitapata vinywaji vya aina mbili tofauti, kuna kitu nataka nifanye kwa ajili ya huyo dada na kwa ajili yetu pia. Biblia inasema kwa wale wanaosoma Mathayo 19, ukianza kusoma mstari wa 5 na kuendelea, Yesu anazungumza wawili kuwa mwili mmoja. Akasema hakuna kinachoweza kunitenganisha ndoa isipokuwa ni kifo tu. Ukiwa bado unaishi, unaweza ukapata likizo ukaenda popote, lakini wewe utakuwa bado ni mwanandoa. Wewe yeye tuchukulie hapa, wewe rangi yako ni hii hapa. Wewe ni nani hapa? Wewe ndio yake, si ndio? Tuweka rangi ya machungwa. Huyu Jackie, huyu ni bwana harusi mtarajiwa. Ni mfano usiokoka huyo. Mawifu zamani sio waseme yule mchungaji wasema koka hapa. Unapo familia mmekutana, mmetoka Marangu, tumetoka sehemu mbalimbali, tumekutana kwa tuliopendeza. Tunashabikia nini? Huyu dada ameamua kwenda kuingia ubia na Charles, kwamba yeye anaondoka kwa wazazi wake, anaunganishwa na mwanaume huyo anayempenda kwa hiari yake. Ndio maana mimi nimekuja, kama sio kwa hiari nisingekuja, kwa sababu huyo amekubali. Na kule anapotoka taratibu zote zinazohusu ndoa wamezitimiza. Kama zimebaki chache, haina shida, tumekubaliana kwa maana tunataka kufunga ndoa. Sasa unapoondoka, hichi kitendo cha kiroho cha kimadhabahu, hizo habari pia kuruka juu, unaondoka kwa wazazi wako yake, na huyu bwana anaondoka, mnaunganishwa. Haleluya. Hawa hebu nani anaweza kuniambia hii sura unaweza kuitenganisha tena? Unaweza kuamua kuitoa mimi na nakoka. Kama uwezi, si akwambie mwanamke yupo mahali hapa. Kama kuna mtu anacheza na ndoa ya mwanamke mwenzie, anatembea katika mauti, anatembea kwenye kifo. Haleluya. Mungu anaunganisha. Ndio maana ndoa zinaungwa mbinguni, zinadhihirishwa duniani. Huyu dada mpaka kafika hapa alipo, tayari Mungu amempa tiki. Kwa maana ya kwamba atakapokwenda madhabahuni au tunasema altareni, anakwenda kuunganishwa. Wakina mama, wakina shangazi, sivili nao hamruhusiwi kupita hapa. Hamjachanganya nyinyi. Majirani, marafiki, ndugu, kaa mbali na ndoa hii. Unajua kwa nini naongea hivi? Wanaovunja ndoa ni mashosti. Huyu aliyekuwa bado, hiyo tunampa maneno ya hekima hiyo. Mashosti pia awape mipaka.
mume anauma, hajaingia bado, lakini wewe ndio utakubali. Sasa nikuchekeshe kitu. Kuna kitu ambacho labda tukielewe tusaidiane. Katika maisha ya watu wawili namna hii. Mtu mwingine akijiingiza unakwambia anakufa. Kwa sababu gani? Unapoingia katika agano ambalo Mungu ameiruhusu, wewe ukaja ukafanya mjanja sana na kufundi, si unatengeneza mambo yako yenyewe watenganishao. Huwezi. Kinachotokea nini? Unaweza ukajiona umefaulu, ukamtenganisha au kumwadia mtu mwingine, lakini kumbuka mbele za Mungu huwa haifutiki. Haya basi wacha nisogee maneno makali. Kwa hiyo leo tunaongea kama mama wa kawaida. Unakwenda kuunganisha yake. Kitendo hichi ni kizito. Umeondoka. Huyu kaondoka na wewe umeondoka. Mnakuja hapa kuanzisha maisha yenu. Katika kuanzisha maisha yenu asikudanganye mtu. Ndoa yako unaweza ukaifanya unavyotaka wewe. Pamoja na sisi walimu tunaongea, tumekuelekeza, tunakufundisha itengeneze ndoa yako kwa kadiri utakavyokuta Mungu anapenda nini ni apende. Wala usiende na dhana potofu. Kwa hiyo niongee kwa sauti nzuri. Asiende na dhana potofu akaenda kuifanya ndoa yake kama ya masalia. Haka wewe mama ya kwako tu haifanani na yeye binti. Kwa maana sasa kama wewe asubuhi unapika ugali
itumikie ndoa.